Kundi la Gen Z la Kenya 254 limeendelea kumtumia ujumbe na pia limeendelea kucomment sana katika akaunti ya Rais Ibrahim Traore, rais wa nchi ya Burkina Faso, na hata kwa viongozi, lakini pia na peji tofauti ambazo zimekuwa zikiendelea kuhusu sakata ambalo limekuwa likitokea ndani ya nchi ya Kenya, kwamba mauaji ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa police officers kuweza kufanyia wananchi yamekuwa ni matukio ambayo kiuhalisia kwa hivi sasa kwa Kenya hawatotaka kuruhusu tena, na ndio maana wanaona kama Rais William Ruto nchi kama ameishindwa basi ni bora aiache kama ilivyo. Na ndio maana kwa hivi sasa wa Kenya wamekuwa kiendelea kupaza sauti na kuendelea kumtagi mwamba Rais Ibrahim Traore, ambao wanaamini kabisa kwamba kwa kupitia kiongozi huyu ambaye kwa sasa hawamchukulii ni kama rais wa nchi ya Burkina Faso, bali kama rais wa Afrika ambaye anaweza akatoa ushauri, lakini pia na akaisaidia katika kipengele ambacho wanaona kabisa kwamba kwa sasa Kenya wamezidiwa. Imeshafanya maandamano ya kutosha na wamekuwa wakifanya maandamano kuhusu Rais William Ruto, lakini hakuna kinachoendelea. Na hata haya mauaji ambayo yamekuwa kiendelea katika nchi ya Kenya, manake ni swala ambalo wanaona kabisa imekuwa ni too much, ambayo iko harmful kwa wananchi wa Kenya. Kwa hiyo ni heri wakaendelea kusambaza taarifa na habari kwa viongozi wa kiserikali katika nchi nyinginezo, tena kwa mwamba kwa sasa hivi anakubalika 100% katika nchi za Kiafrika ambaye ni Rais Ibrahim Traore. Kwa hiyo kwa matatizo kama haya wanaamini kwamba na wanatamani sana itokee Rais Ibrahim Traore aweze kutoa ushauri hata maoni kwa kinachoendelea kwa 254 baada ya mauaji, na hata kwa yule maarufu mwamba Albert Ojwang ambaye pia aliweza kuuliwa na police officer katika kituo